Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya story ambayo ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni story ambayo inamhusisha msanii Rayvanny pamoja na mzazi mwenzake Faima. Watu wawili hawa baada tu ya kuachana wamekuwa ni watu ambao wanarushiana maneno machafu sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kutoa siri za familia yao, namna ambavyo walikuwa wakiishi, lakini pia namna ambavyo walikuwa wakimlea mtoto wao. Sasa unaweza kuona hiyo ni hatari kubwa sana kwa mtoto wao huyu wa kiume, kwa sababu ni mtoto ambaye kwa sasa hivi anajitambua na anajielewa, lakini pia anatumia simu kubwa, smartphone. Sasa ukiangalia mtoto huyu akiingia kwenye mitandao ya kijamii na kuona wazazi wake wanazozana au wanatukanana kwenye mitandao ya kijamii, hili swala linaweza likamsababisha huyu mtoto akaafektika kisaikolojia, kwa sababu bado yeye ni mdogo, lakini anaelewa kile kitu ambacho kinaendelea kwa wazazi wake Rayvanny pamoja na Faima. Sasa watu wengi mbalimbali ambao wana ukaribu na msanii Rayvanny wamejaribu kumshauri Rayvanny, bana, embu acheni haya mambo, kwa sababu nyinyi ni watu wazima. Kwa nini mnazozana kwenye mitandao ya kijamii? Kama mmeachana basi baki kulea mtoto. Lakini Rayvanny ni kama vile haelewi wala haambiliki, yeye anaendelea tu kumchafua Faima kwenye mitandao ya kijamii na kuanika siri za ndani kwao. Sasa tunafahamu mwanadada mrembo Wema Sepetu ni mtu wa karibu sana na Faima, na tunafahamu wamekuwa ni marafiki wa muda mrefu sana, Faima pamoja na Wema Sepetu. Sasa Wema bana, siku ya leo ameamua kutoa ushauri katika hili penzi ambalo limevunjika. Bana, Wema akaongea kwa experience yake ambayo yupo nayo na kudai kwamba bana, hizi taarifa yeye amezipata, lakini kitu ambacho kinamuumiza zaidi ni hao watu wawili kuendelea kutoleana siri za ndani kwao. Hicho ni kitu ambacho kinamuumiza Wema Sepetu kwa kiasi kikubwa sana. Wema amedai kwanza kabisa hizi familia ambazo ni za wasanii kwa wasanii bana, zina changamoto kubwa sana, kwa sababu ukiangalia bibi Faima ni maarufu na msanii Rayvanny na yeye ni maarufu. Sasa unaweza kuona huenda kila mmoja namna ambavyo wanabishana kwenye mitandao ya kijamii, huenda kila mtu anaona akibishana vile ndipo ambapo atapata faida katika biashara yake. Ukimwangalia Faima, watu wakimfuatilia kwa kiasi kikubwa, huenda biashara yake ya nguo ikafanya vizuri zaidi na watu wakaendelea kumfollow kwenye peji zake za mitandao ya kijamii. Na Wema Sepetu akaongea swala la ukweli kabisa na kudai kwamba huenda hili swala likafika mbali zaidi, kwa sababu ukiangalia hao watu wawili wote ni mastaa. Yani Rayvanny ni star, lakini pia Faima na yeye pia ni star ambaye anafahamika sana kama mwanamitindo bora, lakini pia ni mwanamke ambaye anajishughulisha na biashara yake ya kuuza nguo. Sasa huenda Rayvanny anapenda sana namna ambavyo wanabishana hivi, lakini pia kurushiana maneno makali na mzazi mwenzake, kwa sababu anafahamu mashabiki wanapenda sana kufuatilia vitu vya namna hiyo. Yani huenda wakaitumia kama kiki, lakini ni kitu ambacho kitakwenda sana kumuumiza mtoto wao huyu ambaye wamempata kwa furaha, lakini kwa sasa hivi yatakuja kuwa majonzi mbeleni. Lakini pia kitu kingine ambacho Wema Sepetu amekizungumzia ni kwamba hao watu wawili wanatakiwa kuyajenga pamoja, kwa sababu ni watu ambao hata wakiachana wana kitu cha kuwaunganisha, yani mtoto ambaye yupo pale bana, huyu mtoto anataka malezi yote kwa baba pamoja na kwa mama. Sasa wanapogombana kwenye mitandao ya kijamii inasababisha huyu mtoto aje kukosa haki yake hapo mbeleni, kwa sababu ukiangalia Rayvanny akiwa mbali pamoja na Faima akiwa mbali bana, huyu mtoto atabaki na mama, lakini yale malezi ya baba atayakosa. Sasa ni kitu ambacho yeye kama Wema Sepetu ameamua kumshauri rafiki yake kipenzi Faima, bana, ni bora tu kuyaweka sawa na huyu mzazi mwenzako. Licha ya kwamba mmeachana, lakini nyinyi mna mtoto, mnatakiwa kuyajenga na kuona ni kwa namna gani mtaweza kuyaweka sawa mambo yenu, ili mradi muweze kumlea huyu mtoto ambaye mlimpata wote kwa pamoja. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.